siku ya leo tumekuwa na wenzetu kutoka Wakala wa Usalama Mahali pa Kazi ama OSHA pamoja na wenzetu wa Mfuko wa Fidia kwa Wafanyakazi yani WCF. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ikiwa ni moja ya taasisi za umma, ina wajibu pia kuhakikisha unazingatia sheria na taratibu za usalama mahali pa kazi, lakini vile vile kuhakikisha wafanyakazi wanafahamu taratibu au hatua wanazoweza kuziendea pindi wanapopata matatizo wanapokuwa kazini, kwa maana ya kupata fidia kutoka kwa wenzetu wa WCF. Taasisi hizi mbili kwetu sisi Jakaya Kikwete ni muhimu kwa kuwa moja ni kuhakikisha kwamba tunazingatia taratibu lakini sheria na kanuni za usalama mahali pa kazi yanayotolewa na wenzetu wa OSHA na kusimamiwa, ikiwa ni pamoja na uzingatiaji, lakini pia kufanya ukaguzi wa maeneo ambayo wafanyakazi wetu wanatumia kufanyia kazi. Vivyo hivyo kwa wenzetu wa Mfuko wa Fidia WCF, wafanyakazi wanatakiwa kufahamu taratibu ambazo wanatakiwa kufuata pindi wanapopata changamoto za ajali, kupata athari mbalimbali zinazotokana na maeneo au mazingira ya kufanyia kazi. Kwa hivyo kwa ujumla tunaweza kusema uwepo wa WCF pamoja na OSHA siku hii ya leo imekuwa ni chachu, lakini pia ni manufaa kwa watumishi. Leo tulikuwa na wenzetu wa Jakaya Kikwete, taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, ambao tulikuwa tumekuja kwa ajili ya kutoa wasilisho letu linalohusu usimamizi wa afya na usalama kazini. Kwetu sisi taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ni wadau muhimu, kwa sababu mbali ya kwamba wao pia wanatoa huduma za afya, lakini pia wao wana wafanyakazi ambao wamewaajiri, ambao tungetamani wafanyakazi wao pia wamewekewa miundombinu ya kukingwa afya zao ili waweze kutoa zile huduma zao za tiba kama inavyotakiwa. Kwa hiyo malengo mahususi ambayo tuleta hapa ni kuwakumbusha management na wafanyakazi wote wa Jakaya Kikwete juu ya kuboresha mfumo wao wa usimamizi wa afya na usalama, ambao kimsingi yapo mambo ambayo wanayatekeleza, lakini yapo mambo ambayo ni ya kukumbushana, na tumewaeleza juu ya vihatarishi vya afya na usalama vinavyowazunguka kwenye shughuli zao, lakini kwenye facility zao. Na muhimu wa hili ni kwamba mfanyakazi ajue wajibu wake na mwajiri ajue wajibu wake pale endapo mfanyakazi atapata changamoto ambayo inaweza kuwa ni ajali, ugonjwa ama kifo ambayo inatokana na kazi. Na hili itasaidia mfanyakazi atoe ripoti au taarifa kwa mwajiri ndani ya muda ambao ni ndani ya miezi 12, lakini vile vile mwajiri aweze kuripoti hiyo kesi yake katika mifumo yetu ya WCF, na sisi tuweze kuendelea na kutoa madai kwa mfanyakazi, na moja madai hayo ni fidia ambayo ni ya matibabu. Nashukuru, imekuwa siku nzuri, siku ambayo nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza elimu kuhusu usalama wa wafanyakazi mahali pa kazi. Nimejifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa najua, lakini nilikuwa najua kidogo. Sasa hivi angalau najua nifanye assessment ya kwamba kila eneo lina hatari zipi ambazo mtu anaweza kuzipata kama mfanyakazi, na anatakiwa ashughulike nazo vipi, aziripoti wapi na aweze kusaidiwa vipi kama mfanyakazi. Lakini leo nimepata kufahamu kwamba yuko mfuko ambao nje ya mfuko wa bima, uko mfuko wa WCF ambao una huduma nzuri sana kwa watumishi wa umma. Hapo unapopata dharura, unapopata ajali, lakini pia unapopata magonjwa kutokana na kazi, hasa kwa sisi ambao tunafanya kazi kwa maeneo ya hospitalini, tunaweza kukutana na magonjwa mbalimbali, magonjwa kuambukizwa. Sasa wengi tumekuwa tukipata matatizo haya, lakini hatukujua wapi tunaweza tukapata angalau kitu cha kututia moyo kwa sababu ya matatizo ambayo tumekutana nayo. Sasa leo tumepata elimu kwamba ukipata ajali, wao wakipata zile taarifa kutoka kwa mwajiri wako, watakuhudumia kutoka mwanzo mpaka mwisho.